mkono urejee. Naye nabii hakusema nataka kujiprove kwa dunia, alimwombea Mungu na mkono ukarejea. Wale wanakupiga vita watakujoin siku moja. Sema amen. Wale wanaotaka kukumaliza siku moja watajoin huyu Mungu wako katika jina la Yesu. Watabadilishwa na neno. True prophecy as a chance to repent. Ili as a chance. Ukikosa kubadilika ni utapigwa. Hata manabii wa kale walikuwa wanaambia Israeli, msipofanya hii itatendeka. Msipotubu hii itatendeka. Haikuwa tu ni utaisha na hakuna chance utaisha. Lazima kuwe na nafasi ya mtu kubadilika. That is a true prophecy. Unajua Wakenya hawapendi kuambiwa mtu atabadilika, maana ile machungu uko nayo hauna nguvu ya msamaha, hautaki kumsamehe. Unataka tu akujike mguu maana alivunja wako. Unataka tu amoke jino maana aling'oa yako. Lakini ni vizuri kupeana that chance. I'm almost finishing. Nimebakisha pointi 2. Alafu tumalizie pointi namba 8. The true prophet cannot be corrupted, cannot be bought. Hawezi akanunuliwa na hawezi akaokwa. Wacha nizungumzie hongo. In the name of Jesus. Hongo imejaa kanisani. Hii na nitarushiwa mawe, lakini ndio ya ukweli. Hongo imejaa kanisani pastor. Imejaa kanisani. Huyu dada wanakosana na huyu ndugu. Mwiluri wamekosana na Pastor Mary. Na kwa sababu Pastor Mary ako na pesa nyingi, anaenda kwa mtumishi wa Mungu. Anamwambia tafadhali, huyu mwiluri ananionea, ananisumbua sana. Chika hii sadaka ya 50,000. Nataka uombe. Pastor anachukua anamwambia naenda mlimani saa hii. Naye dada ako na pesa anamwambia nitajaza hiyo gari mafuta uende. Nitakujazia mafuta na nitakuongezea kitu kutoka mlimani. Sasa akienda kule ni kuomba Genesis Mwirudi Bwana mgoke. Bwana anaonea soso mahinika. Bwana anaonea maispoza. Ishindwe katika jina la Yesu. The message of God cannot be corrupted. And the true prophet hawezi akawa hata wanasiasa hawawezi. Uninashangaa wawili wakikusanywa mahali wapewe pesa na wafanyiki siasa ili waipe mimbo wao hata kama Mungu hajaongea, ili wahubiri kile wanataka hata kama Mungu hajaongea, wanakula washibe. They are corrupted. That is not the true gospel. The true prophet, true prophecy cannot be bought. Hiyo mstari tumekot nimetaja hapa. Hiyo mstari ninahubiri sasa, tumefika tuko katika hii verse 7. Tuko verse 7 na verse 8. Nabii mfalme akaambia nabii, basi kwa sababu mkono wangu, my God, I will preach it. Somebody say preach it. Somebody say preach it. Hii ndio nitaihubiri kwa jina la Yesu. Kwa sababu mfalme mkono ulikuwa umekauka na umeombea utarudi nono. Sasa hiyo ni opportunity. Unajua inakuanga opportunity ya kutajirika. Mfalme akamwambia tafadhali sana umeniombea mkono ukawa sawa. Naomba ukaje kwangu kule na ukunywe na nikaweze kukulipa. Nani anasema hivyo? Hebu tusome hiyo mstari basi. Mstari wa 7 unasema haji. Mstari wa 7 unasema endelea. Mfalme akamwambia mtu wa Mungu, karibu nyumbani kwangu ujiburudishe, nami nitakupa thawabu. Na mstari wa 8. Mtu wa Mungu akamwambia mfalme, ujaponipa nusu ya nyumba yako, sitaingia pamoja nao. How many pastors, how many? Nataka nikibiru. How many preachers in Kenya, in the world, how many wataambiwa njoo kwa mfalme saa hii president akuita akwambie kuja kwangu kule na ukunywe na nitakulipa.
all the glory. Tuache kuuza vipawa in the name of Jesus. Kama nitataka leta wakati umetendewa na wakati hujatendewa, lakini sio nikuambie kwa sababu mjii shida yako ugonjwa wa kansa, ukitaka upone kuja na 1,100, kuja na 200. That is not true gospel. True gospel, it is praying for you to receive a miracle. You shall come with thanksgiving later. Watu wameuza vipawa. Man of God said, even if you give me a half of your income, even if you give me a half of your wealth, I will not take it, because God does not allow that. How many preachers, how many pastors, hata hii umeketi hapa wengine wewe, umewahi fanya biashara na mkatoa pesa? Haleluya! Na mkatoa pesa. They are selling. They are selling. We pray for this young man, this young preacher. Anashika Biblia na kuombea. Tuliombea huyu kijana, huyu mhubiri mkali. Atakuwa wa injili. Tulimwombea tu amechelewa kutembea. Simama kwa hapo. Unaweza unitishwa. Ukaambia hili atembea leta sadaka ya kutembeza mtoto. It was free. It was free. It should not be so. Tuliombea kijana Joshua. Joshua this year. Tuliombea Joshua last year. Wakisema ako na kansa. Mama ako pale. Unaweza kuitisha ya maombi. It was free. That is the word of God. I tell you, ningekuwa ni pingine uombee sasa. Tata. Utauza rangi na boga. Na unatoa madrex. Na wewe bado tulipokea muujiza juzi. Uliitisha chochote, uliitisha bali. Nilipitisha chini. It was free. That is the word of God. What is it? It is not about money. You cannot buy the word of God. You cannot buy prophecy. You cannot buy. Today I'm preaching it. Say amen. It should be done. Kama kuna free will offering unatoa ile aliyetendewa na rudi na shukrani kwa Bwana. Lakini sio ile ya kupewa masharti kabla uolewe. Sio hiyo. That is my son. Anaitwa Nicholas. Msoto. He gave me a sick. I prayed akapona. Tukaanza kuombea kazi. Right now anafanya kazi Tanzania. Na anafanyia mshahara mzuri. Ukimuona muulizeni kama alitisha shilingi 1. Na kama hapa kwa kanisa ama online wala wananiona. Kuna mtu nilimwambia ukija kuombewa kuja na hii amount. Ainue mkono anipige. It is not for sale. Sijui kwa nini. Hivi tunavaa tuweke mabango na vibao kwa barabara. Ile imeandikwa the gift of God is not for sale. The preaching is not for sale. The word of God is not for sale. Messages of God are not for sale. They are given free. In the name of Jesus Christ. Somebody say amen. Anywhere you go, and when you are getting prayed for, you have to give a certain amount. Ambayo umetengewa. Na ukaambiwa lazima hiyo. They are not from God. They are businessmen and women. They are not preaching for the benefit of the kingdom of God. They are preaching for their stomachs and their luxury life. We rebuke the spirit of business in the house of God. In the name of Jesus Christ, we declare freedom to those who are bound in Jesus' name. Somebody say amen. It is not for sale. I repeat it again. The word of God is not for sale. Messages of God are not for sale. Prophecies are not for sale. They are given free. Somebody shout amen. You can't buy it. Na hizo ndio point tunamalizia nazo sasa. Hallelujah. Alisema huwezi ukanilipa. Kurejesha hiyo mkono nimekurejesha free. Lakini huwezi ukanilipa. No, in Jesus' name. They obey the command of the word of God. They obey the command of the word of God.
mashalababuse kayanda ye kata. Nataka tumalizie sasa, tunaelekea kumalizia. In the name of Jesus, they obey the word of God. The Bible says, hiyo mstari iko hapo chini, for the Lord commanded me not to take anything, not to return the way that I came. Kwa hiyo hii kukataa, anakataa hizi vitu ambazo hataki kubeba, ni anafuata command ya Bwana. A true prophet shall follow the command of the Bible, shall follow the word of God. Now tukifika pale wapendwa, in the name of Jesus, pastor, unaweza tufungulia Matthew 10 verse 41. Matthew 10 verse 41. Kuna kitu nataka utusomee pale, in the name of Jesus. There is something there. Matthew 10 verse 41. In the name of Jesus. Kindly read for us, pastor, in Jesus' name. Matthew 10 verse 41 inasema, ampokeeni nabii kwa kuwa ni nabii, atapata thawabu ya nabii. Naye ampokeaye mwenye haki kwa kuwa ni mwenye haki, atapata thawabu ya mwenye haki. Ampokeaye nabii. Hallelujah. Somebody, inua mkono wako nisalimia hapa hewani kidogo. How many are ready to be blessed in this afternoon? Can you say amen? Can you say amen? Ampokeaye nabii kwa jina la nabii atapata baraka za nabii. Listen to me, church, as I conclude today's message. I know I have been teaching and preaching about the true prophets and the true prophecy to you. And now as I conclude this message, I want you to understand, those who receive a prophet, receiving a prophet means so many things. Inaweza kuwa inamaanisha kupokea unabii na kile umehubiriwa. Inaweza maanisha ni kupokea kile ambacho umeambiwa. It is not all about giving. It is all about accepting what the prophet is saying. Today, I have been standing before you as a prophet of God. Nimekuwa nikisimama mbele yenu kama nabii ya Mungu nikiwafundisha mambo ya kiungu. Leo maandiko yametuambia anayempokea nabii naye hupokea zawadi ya nabii. Ingawaje nabii anatabiri, lakini hii kitu wameibeba pamoja. Sasa kuna vitu nataka niweze kudikelea katika madhabahu haya, na wale wanaoviamini watatendewa katika jina la Yesu Kristo. I want to declare freely as a prophet of God, and I know things are going to take place in your lives in Jesus' name. For those who are going to receive the message that I preach and the teachings that I give at this altar, kuna vitu vitatendeka. Number one, hautawahi poteza tena katika jina la Yesu Kristo. Vile vimepotea vitarejeshwa. Kama ni watu umepoteza, Mungu anaenda kureplace na atasimamisha mauti kabisa. Kama ni kazi umepoteza, Bwana anaenda kurejesha. No more losing in the name of Jesus. Hii neema ya msamaha ikafanye kazi juu ya maisha yako. I declare as a prophet, because the word of God says, those who receive a prophet in the name of prophet, they shall receive a word of a prophet. Wanaopokea nabii kwa jina la nabii watapokea malipo ya kile ya nabii. Na mimi ninatangaza kwa jina la Yesu, kwa wanangu ambao wamepokea neno hili na kulikubali katika mioyo yao, akakulinda na manabii wabaya katika jina la Yesu Kristo. Wale wanatumia majini wakitegemea kukunyang'anya, ninatangaza hawatakaribia mipaka yako katika jina la Yesu Kristo. Wale wanatumia mazingaombwe na roho za uganga ili wakaweze kukunyang'anya na kukunyima haki yako, I declare today, hakuna uchawi utakaofanya kazi katika maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. Wale ambao wanatumia njia ya kujificha wakiwa na roho chafu ili wakakuingize katika maandano ambayo hayafai, leo tunatangaza hautaingizwa kwenye maagano mabaya pamoja na jamii yako na watoto wako. Bwana atakulinda na waovu katika jina la Yesu Kristo.
Nikisema hivyo unasema amen. Najua kuna mtu naongelesha katika jina la Yesu Kristo. Ile roho mbaya inajificha kama rafiki ili kuja kukuangamiza. Ule roho wa nabii wa kale aliyekuja kama rafiki ili aweze kuangusha nabii wa kweli. Roho ya unafiki na marafiki wanafiki tunatangaza leo kwa jina la Yesu. Bwana akakuepushe na wao. Sema amen. Ninatangaza siku ya leo Bwana akakuepushe na wao. Naongojea imani yako. Ninatangaza leo wale ambao wamenificha wakuje kama watu wa karibu, lakini nia yao ni kuumiza moyo wako. Bwana akakutenganishe na wao. Mtu aseme amen. Ninatangaza kwa jina la Yesu wale ambao wamekuja kukunyang'anya wakitumia jina la Mungu, leo Bwana akakuepushe na wao. Naongojea imani yako. Somebody say amen. Ninatabiri leo na kutangaza juu ya maisha yako kulingana na maandiko ambayo tumeweza kuyasoma na mahubiri ambayo tumewapokea pale. Tumeona na tuliona nabii wa kale alikuja amejifunika ili aweze kukubalika, ili akatekeleze maovu juu yake. Naomba umbwa mwitu wote na wale wamejifunika ngozi ya kondoo ili waweze kukuangamiza maishani, Bwana akawatoe peupe na akawafunue ulimwengu ukiona, katika jina la Yesu Kristo. Ninatangaza juu ya maisha yako. Hii ni unabii iko kwa maandiko, ndio ninakutolea na ukaiangalie katika jina la Yesu, kulingana na yale maandiko tumesoma ya kwamba kuna watu walikuwa wanataka kukorrupt kipawa cha Mungu wakinunue. Wote wale wanataka kukoni vile vyako na kukoni vile vinahitanishwa na wewe. Ninatangaza roho ya corruption haitafanya kazi katika maisha yako na kwa wale mnahitanishwa na wao, katika jina la Yesu. Wengine wazee wetu, wengine waume zetu, wengine wake zetu wamekoraptiwa na njia hazifai. Ninatangaza katika jina la Yesu, corruption ya kiroho inafika mwisho na Bwana anaenda kutawala, Mungu wa haki. In the mighty name of Jesus. I know I am talking to somebody here. In Jesus name. Kuna roho ilifuata nabii wa Mungu wakati alitoka, ikamfuata nyuma impate na imrejeshe nyuma. Kila roho inayokufuata nyuma, ukinunua gari inakufuata ikurejeshe, ukiolewa inakufuata ikurejeshe, ukipata nyumba inakufuata ikurejeshe, ukipata kazi inakufuata ikurejeshe. Leo ninatangaza roho zinazokufuata Bwana atazipotezea network yao, hawatapata njia uliyopita katika jina la Yesu. Mtu nani aseme amen. Maandiko yanasema na ile nabii wa kale alikuwa na informers, watu wa kumupea information. Wanaona kile mtu wa Mungu amefanya, wanapeleka kwa yule nabii wa kale, wanampatia information. Leo ninajua kuna maroho zingine zimetumwa kutoka nyumbani, zingine zimetumwa kutoka kazini, zingine zimetumwa kutoka mahali unaishi, zinachunguza maisha yako, zipeleke information. Leo tunatangaza kwa jina la Yesu, kila roho ya kuchunguza maisha yako ili ikaweze kupeleka ujumbe ikuangamishe, haitapata network juu yako. Tunaipotezea network katika jina la Yesu. Mtu nani aseme amen. Watafuatilia wapate kile watapeleka wakose, watafuatilia kwa mitandao, hawatapata information yako. Watafuatilia physically, hawatapata information yako. Watafuatilia kwa marafiki, hawatapata information yako. Bwana anaenda kuwapotezea network, wasikupate tena katika jina la Yesu Kristo. Somebody say amen. Maandiko yanasema na yule nabii wa kale alipofuata nabii wa Bwana akamwambia twende tukule na tukunywe. Ninakataa roho ya kukufanya uvunje sheria za Bwana juu ya maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. Huyu nabii wa Mungu alisimama kwa neno la Bwana. Neno la
yakakusimamishe. Ujumbe huu ukakusimamishe. Mahubiri haya yakakusimamishe. Neema hii ikakusimamishe. Neno hili likakusimamishe. Mafunzo haya yakakusimamishe. Ujumbe huu ukakusimamishe. Mahubiri haya yakakusimamishe. Maombi nitakayofanya yakakusimamishe. Katika jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Wakati nabii alikuwa anatabiri, wakati nabii alikuwa anaongea na madhabahu, maandiko yanasema pakatokea mfalme mmoja ambaye alisikia ako na mamlaka, ambaye alisikia ako na cheo chake, ambaye alisikia ako na uwezo wake, ambaye aliona mtu wa Mungu hana uwezo kama yeye. Ninajua kuna watu wanasikia wako na uwezo, kuna watu wanasikia wako na mamlaka, kuna watu wanasikia wako juu yako, ambao wanasikia wako na authority ya kunyoosha mkono juu yako. Sikiza neno la Bwana leo katika jina la Yesu. Ninaweza nisiwe na mamlaka sana, wenda sina pesa nyingi, wenda sina uwezo mkubwa wa kuonekana, lakini nimebeba aliye juu na aliyenituma na aliyeniita na aliyeniokoa. Hakuna mamlaka juu ya wenye mamlaka. Katika jina la Yesu Kristo ninatangaza leo katika jina la Yesu, wale wote wameinuka na mamlaka yao kinyume na maisha yako, ati mimi ni mzee kwa hii area, ati mimi ndio nani, leo kwa jina la Yesu mamlaka yao yatatii mamlaka ya
yaishe.